Nataka niweke jambo moja sawa hapa kuhusu changamoto ambazo wanawake wanakumbana nazo katika maeneo yao ya kazi, sio tu kwa wadada wa kazi za nyumbani, my friend. Changamoto za kutongozwa, changamoto za mahusiano zipo kila sehemu ya kazi. Sasa issue sio wewe kutongozwa katika eneo lako la kazi. Issue ni wewe una respond vipi, unachukuliaje mwili wako unapoenda kwenye soko la ajira. Unatumia mwili wako ili uweze kupata kazi au uendelee kubaki kazini. Hiyo sasa inatokana na self awareness namna ambavyo wewe unajitambua na unajithamini. Umefundishwa nini? Malezi na makuzi ambayo umeyapata yamekufanya wewe uwe mtu gani? Ni mtu ambaye unaweza tu kutoa mwili wako ovyo ovyo, au naamini ili ufanikiwe lazima upate mbaba ili aweze kukupa pesa za ziada zaidi ya kazi unazofanya, mshahara unaolipwa. So sio habari ya wadada ambao wanatoka kwa Joyce Kiria au wanatoka wapi. Ni swala la dada ambaye amelelewa katika malezi mazuri, malezi chanya, au dada ambaye hakupata bahati ya kulelewa vizuri. Na kwa bahati mbaya sana tuna wadada wengi, tuna wanawake wengi ambao hawajapata malezi chanya maeneo mbalimbali ya kazi, sio tu kwenye kazi za nyumbani, maeneo mengi maofisini. Nyie mnajua, wewe unafahamu, katika maeneo mengi ya ofisini, ya biashara, wapi, yani kama hujapata malezi chanya, kama wewe umeaminishwa kwamba mwanamke ili ufanikiwe ni lazima mwanaume ahusike kwenye maisha yako kukupa hela, popote utakapokwenda, kwenye ajira, kwenye biashara, yani hautategemea kufanya biashara halali upate pesa, utategemea zaidi kutumia mwili wako ili uweze kupata pesa. Kwa hiyo ndio awareness ambayo nitaka kuicreate kwa kusema kwamba wako wadada ambao wamelelewa vizuri, haijalishi wametoka katika familia gani, haijalishi wanapita katika changamoto za kiuchumi, lakini wanaamini kabisa kwamba ili wafanikiwe wanatakiwa kufanya kazi halali, wanatakiwa kutumia nguvu zao za halali, sio kutumia miili yao. Na ndio maana huyu dada ambaye nimeshare content yake alikataa, lakini kuna dada mwingine nyuma nilishare content yake, yeye alipofika tu alianza kujiweka katika mkao wa kuolewa, mkao wa kupata mume. Na bwana ndio hivyo, yule dada ambaye alidai mwanaume amefariki, right? Alienda kwenye kazi, lakini alipofika yeye akawa anaona zaidi ya kazi, akaona bwana, akaona mume, akaona kila kitu. Kwa hiyo hizo ni mentality, ni mindset ambazo tunawajengea watoto wetu. Na ndio maana nilisema ni muhimu tuweze kuwakochi watoto wetu. Hatuwezi kuwalaumu kwa sababu hatujawafundisha. Kama mtoto wako hujamfundisha, unatarajia ajueje wakati yeye akiangalia huku na kulia na kushoto, mbele, nyuma, nyumbani, kwa majirani, barabarani, anachoona ni kwamba mwanamke ili afanikiwe lazima apate mwanaume. Ndio kitu kinachopromotiwa, lakini haoni kwamba mwanamke anaweza akafanikiwa akitumia akili zake, akitumia nguvu alizompa Mungu, na akifanya kazi kwa bidii. Na katika kufanya kazi kwa bidii lazima uanze kidogo kidogo. Haoni hivyo vitu. Yeye anaona tu huyu kajitokeza leo ana range, huyu ana simu ya macho matatu, huyu ana nini. Haonyeshi hivi vitu kavipataje. Kwa hiyo anachoona, kumbe ili niwe mwanamke, yani ili nifanikiwe mimi, as long as ni mwanamke, ni mrembo, ni binti, basi baba yeyote ambaye atanipa hela, anataka nitumie, no problem. Mimi ninachotaka ni hela. Wengi hizo ndio mindset ambazo wamejengewa, sio hata kama sio kwa kuambia, lakini wanaona, kwa sababu hayo ndio tunayoonyesha. Anapokuja kuona huku Joyce Kiria anamwambia dada, anza chini, anza kidogo, mimi nilianzia kazi ya ndani. Akiangalia huku anaona mbona hii sauti iko chini sana. Sauti ambayo iko juu ni kwamba mimi na macho matatu, mimi na nyumba, nimepanga nyumba nzima, au nimenunuliwa nyumba, au nimejengewa nyumba, nina gari yangu, nina biashara ambayo ni biashara inayoota tu, yani inayozuka vup. Sijui unaelewa, yani ile kwamba nimefunguliwa duka. Okay, umefunguliwa na nani? So kama hivyo ndio vitu ambavyo watoto wanaobserve, na wanaviingiza kwenye fikra zao, it means hayo ndio maisha na tabia ambazo wataziendeleza. Kwa hiyo badala ya kuwalaumu,
ni kuanza sasa kurekebisha kwa kujenga kizazi kipya. Na mimi ni miongoni mwa watu ambao huwa sipendi kulaumu, zaidi sana huwa nakuwa part ya solution. Ndio maana unaona nina programu ambazo zina empower wanawake ili waweze kutoka kwenye zile fikra sasa za utegemezi, fikra za kusubiri kutumia miili yao. Mimi am against kabisa fikra za kukaa na kuwatumikia wanaume ili wakupe pesa badala ya wewe kutumia nguvu zako kutafuta pesa. Mimi niko against na hayo mafikra ya mimi. Kazi yangu kama unavyoona hapa, nawaambia wanawake, invest kwako, wekeza kwako. Usiwekeze kwenda kumhudumia mtoto wa mtu yeye anafanikiwa, wewe unabaki chini. Hapana, wekeza kwenye maisha yako, wekeza kwenye future yako. Anza kufanya kazi. Huo muda wa kwenda kumpikia bwana na kumfulia na kumfanyia kila kitu, ukiwekeza kwako, ukaenda kufanya kazi hata kama ya nyumbani, ndani ya mwaka, miaka miwili ukapata mtaji, ukaanzisha biashara yako, ukaanza kujitrain kufanya biashara. Watu wengi wanaanguka kwenye biashara kwa sababu hawana experience ya biashara. Wewe unataka uanzie biashara juu, lazima hizo hela zitapotea. Watu wanataka waanze na maduka, aanze tu biashara ameenda China, lazima utadondoka. Lakini ukianza taratibu, umeanzisha kwanza, umeitafuta hela yako kwa jasho, lazima utailinda, lazima utaitunza, uje uanzishe biashara. Biashara yenyewe unaanza kwenye stage ndogo, inakuwa unaiona namna inavyokuwa, sio tu yani unaanza tu duka tayari ni duka yani lina kila kitu. Badala ya kukua, linaanza mdogo mdogo, kupungua, mwisho linaisha. Ndio maana nawaambia mje kwenye coaching now, that is my business. Kwa muda mrefu na mimi nimewekeza katika kujua shida za wanawake, changamoto za wanawake. Kwa hiyo sasa niko tayari kuwa coach, kuwasaidia, kuwaongoza namna ya kuweza kufanikiwa bila kutumia miili yenu vibaya. Alright? Kwa hiyo mnaweza mkapata kozi yangu. Nina hii kozi ambayo inasema kutoka dada wa kazi mpaka CEO. Ina vitu vingi ndani yake, namna ambavyo unaweza kuanza kidogo kidogo na ukafanikiwa, na mafanikio ni hatua, ni stages, na mambo ya kukaa sasa hivi wanawake ujinga wa kusema unakaa unasubiri bwana ili uweze kufanikiwa. Hizo ni fikra za kishamba za kizamani zilizopitwa na wakati. Au kusema mimi sijui siwezi kufanikiwa kwa sababu una sababu 800 za kwa nini uweze kufanikiwa. Huo ni uvivu wako. Lakini the minute utakapoamua kwamba mimi nataka nijikwamue kiuchumi, I want to own my life, yani utakapoamua wewe kuyamiliki maisha yako, hakuna mtu ambaye atakubabaisha, na maisha hayatakubabaisha vile vile. Sisi tumepewa hii dunia tuitawale. Yani kwa kifupi ni hivyo. That is my mindset. Na hiyo mindset imeitoa kwenye Bible. Tumepewa dunia tuitawale. Kwa hiyo no one will tell me nothing. Hakuna mtu wa kunibabaisha, hakuna mtu wa kuniambia cha kufanya wakati mimi najua cha kufanya, kwa sababu Mungu alichonipa ni dunia, na mimi amenipa dunia niitawale. Ndege wa angani, samaki wa baharini, wanyama na kila takataka kilichopo kwenye hii dunia, mimi natakiwa kukitawala. Sasa usipojua hivyo, vitu vyote vitakutawala. Na ndio watu wengi wanaishi hivyo, vitu vinamtawala. Hata hela, kwa nini hela ikutawale? Wewe ndio unapaswa uitawale hela. The minute unaanza kutoa mwili wako ili uishi, ili upate hela zinakutawala. Usiruhusu hela zikutawale. Usiruhusu kitu chochote chikutawale. Wewe ndio mtawala wa hii dunia. So kama unahitaji kupata hizo empowerment, kama unahitaji kupata hizo coaching ili uweze kutoka kwenye hiyo dunia ya kutawaliwa na kuteswa na vitu vinavyokuzunguka, wakati hivyo vitu wewe ulipewa uvimiliki na uvitawale, kama unahitaji kupata hizo coaching, kuna option. Unaweza ukapata hicho kitabu changu from kutoka dada wa kazi mpaka CEO, au unaweza ukaja kwenye coaching zangu ambazo unafanya either 1-to-1 au online. Yani kote nafanya. Unaweza ukatumia njia online au unaweza ukaja physically. Lakini cha muhimu ni kwamba ile transformation utakayoipata kutoka kwenye huo ujinga huo na kuown maisha yako, kumiliki maisha yako katika area zote, ziwe za kimahusiano, sawa? Maana kuna eneo ambalo pia wanawake wameshikwa kwenye mahusiano, hawafurukuti. Why? Kwa sababu ya kutokujitambua. Lakini ukijitambua vizuri, hakuna eneo ambalo litakukandamiza, hakuna kitu chochote kitakachokubabaisha. Sio hela, sio wanaume, mahusiano, sio takataka ya aina yoyote. Utayamiliki maisha yako na utayafurahia maisha yako. Kwa hiyo karibuni sana kwa wale ambao mtakuwa mko interested.